Kufuatia kile kilichoelezwa kuwa shambulio la Marekani dhidi ya visiwa viwili vya Iran vilivyopo Ghuba ya Uajemi, kambi za kijeshi za Marekani katika eneo hilo zilishambuliwa kwa makombora ya Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Ofisi ya mawasiliano ya umma ya IRGC ilisema katika taarifa yake siku ya Jumamosi kuwa baada ya kile ilichokiita uchokozi wa jeshi la Marekani dhidi ya visiwa vya Silki na Qeshm, kambi za adui katika eneo hilo zililengwa kwa makombora yaliyofatuliwa na kikosi cha anga cha IRGC. Saa 7:30 usiku wa leo, meli 4 za mafuta zilizokuwa zikifanya ukiukwaji zikichochewa na kuongozwa na jeshi la Marekani bila utaratibu wowote na bila kuzingatia onyo la jeshi la wanamaji la IRGC zilijaribu kuondoka kinyume cha sheria katika mlango bahari wa Hormuz. Baada ya kupewa onyo, moja ya meli hizo zililengwa na kusimamishwa huku zingine zikirejea nyuma. Kufuatia tukio hilo, majira ya saa 8 kamili za usiku, ndege zisizo na rubani za Marekani zilishambulia mnara wa mawasiliano huko Qeshm na mnara mwingine huko Silki kwa makombora mawili. Kujibu uchokozi wa jeshi la Marekani, kambi mbili za anga za Marekani nchini Kuwait zikiwemo Al Salim pamoja na miundombinu muhimu ya kikosi cha 5 cha wanamaji wa Marekani nchini Bahrain zililengwa mara moja kwa makombora ya masafa marefu kutoka IRGC. Tunaonya adui huyu kuwa ikiwa vitendo hivi vitaendelea, majibu ya kiwango kidogo hata tosha, itawajibika kwa matokeo ya kufungwa kabisa kwa mlango bahari wa Hormuz kwa usafirishaji wa mafuta na gesi. Aidha, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulika na masuala ya kisheria na kimataifa, Kazim Garibabadi, amesema angalau zaidi ya 50% ya mali za Irani zilizozuiliwa nje ya nchi zinapaswa kuachiliwa mara moja baada ya kusainiwa kwa makubaliano yoyote awali kati ya Iran na Marekani. Garibabadi alisema Tehran itachukua rasimu yoyote ya makubaliano kuwa ya mwisho ikiwa tu maslahi na wasiwasi wake vitazingatiwa kikamilifu. Kwa kiwango cha chini kabisa, Jamhuri ya Kiislamu ya Irani inasisitiza 50% ya fedha hizi ziweze kupatikana mara moja baada ya kusainiwa kwa makubaliano hayo. Aliongeza kuwa fedha zilizobaki zinapaswa kuachiwa ndani ya muda mfupi wa mwezi mmoja hadi miwili baada ya makubaliano kusainiwa. Kwa mjibu wake, mali hizo ni za Iran na zimezuiwa kinyume cha sheria za Marekani na hivyo kuachiwa kwake ni hitaji muhimu katika makubaliano yoyote. Alisema maelezo ya kiufundi kuhusu namna fedha hizo zitakavyopatikana yatajadiliwa zaidi ndani ya kipindi cha siku 60 baada ya kusainiwa kwa makubaliano. Miongoni mwa masharti mengine muhimu, alisema Marekani lazima iondoe kile inachokiita mzingiro wa majini dhidi ya bandari zake ikiwa Tehran itachukua hatua zinazohusiana na mlango bahari wa Hormuz. Hatua itakayochukua kuhusu Hormuz inaweza kuambatana na hatua mbalimbali tofauti. Iran pia inataka ahadi pana zaidi, ikiwemo kusitishwa mara moja na kwa kudumu kwa mapigano katika maeneo yote ya kikanda ikiwemo Lebanon. Masharti mengine yanajumuisha kuondolewa kwa vikwazo vyote vya Marekani, kurejeshwa kwa hali ya kawaida Irani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na bodi ya magavana ya Shirika la Kimataifa la Nishati Atomiki, pamoja na fidia kwa uharibifu wa mali na madhara mengine yaliyotokana na kile Irani inachokiita uchokozi wa Marekani na Israel. Irani pia imedai fidia kutoka kwa nchi 5 za Kiarabu: Iran, Saudi Arabia, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu na Jordan kwa kuruhusu maeneo yao kutumiwa na Marekani na Israel katika mashambulizi dhidi ya Iran.